Kista, kuna mgeni kule nje. Hebu muangalie yule mgeni ni nani pale. Nilikuwa napika. Nenda kamwangalie mgeni. Sawa sawa. Ni nani? Wewe ni nani? Nimekuja kumwona Carlos. Yupo? Carlos? Unamuulizia bro yangu kama nani? Nimesema nimekuja kumwona Carlos. Sawa. Msichana siku hizi. Ruhusu mgeni atupe. Unakaaje? Dada. Kuna mgeni anaitwa Becky. Naweza kumruhusu akuje. Ruhusu aingie ndani. Karibu dada. Asante. Oh, Becky. Wewe umekuja? Karibu sana. Karibu kiti. Wewe ni nani bro? Mimi ile nilikuwa nakwambia wakati ule nilikuwa Marekani, nilikwambia niko na mtu nataka nimlete nyumbani akuje anisaidie mambo ya familia, tutengeneze familia. Na yuko hapa. Wewe unamwona vipi? Anafaa nje sasa. Kwani yapendezi vile yuko? Mbona sinipendi? Sasa dada pale tutaangalia hiyo maneno, tutamfunza hiyo maneno. Anajisikia tu. Hapana, unajua wasichana wa kisasa hawa. Wasichana wa jicho lao. Atakapo nyumba ya nani kwanza? Hapa si kwangu. Sawa, nimesikia. Vizuri. Mimi sina neno kuona. Hey, Becky. Hapana, mambo ya Amerika. Nimekubaliana na wewe, nimesema next week, wiki ijayo nitakuwa narudi kule Amerika kwa shughuli zangu za kikazi, lakini kabla sijaenda kule Amerika kuna kitu nataka nifanye. Utaniruhusu nifanye ile kitu? Okay, utaniruhusu? Hebu niangalie kitu ya kufanya. Sasa Becky, mimi nataka nikuelekeze. Utakubali? Of course, Carlos is kataa. Okay, give me that. Can you close your eyes before I do this? Becky, will you accept to marry me? Of course I will like that. You will accept? Oh wow, thank you so much, Becky. Thank you so much, Becky. Arieno. Kweli nimehisi njaa, nimekaa siku 3 sijakulako. Umenisaidia kwa tu na ile mkonani yani kule. Ndio kuna pesa. Kuna majani bwana. Wango magoni bwana. Sawa tu, lakini sijakula hako hata kidogo. Au mtu anakupa mwambie kitu. Fikiri kuongea naye. Sasa kuna majani wa Mister. What? Ni kama yupo ametoka uvipi? Na hadi siendi, itabidi tunimngojea hapa hadi afike. Karibu. Sasa? Poa. Umeshindaje? Nimeshinda poa na Uko poa? kuona leo uko na furaha. Kidogo tu. Lakini vitina ndio nyingi. Kila ndo nyingi.
Ati wapenda msherehe. Napenda sana. Niambie. Na zinang'ara kweli. Zinang'ara. Wewe unaweza kuwa mbochi yangu kweli. Sasa nataka nikupe maneno. Unasikia maneno? Maneno. Acha nikwambie sasa. Kuna dema ameolewa juzi baba. Lakini huyu mtu ni kama maskini tu hata ukiangalia. Hana kitu kabisa, hana kitu. Kwani huyo msichana aliona nini hapa? Ati anaitwa Becky sasa, lakini kamejichapa, lakini huyo jamaa hata wataachana tu kesho. Ukimwangalia hata uwezi kumtamani. Ngoja ndakuja nikuchukue mwenyewe. Ndakuja nikuchukua alafu utamuona. Hata utatamani, utamuona. Sawa, naongoja twende tumuone. Hapa. Amen. Huyu naumbea vitu adhimisho na niambie nifanyie nini. Hii dunia jamani kuna mambo. Lakini nitaenda kusikia tu kenye anasema. Mambo mama. Poa. Uko area? Mimi niko area. Imagine ndo nimetoka state size. I'm from USA. Oh, long time. Kutia. Niko poa. Sasa but your problem. Mbona ushiki simu? Nimejaribu kutafuta kwa mtandao, TikTok, Facebook, kila mahali. Hata kwa kupigia upatikani. Kwani what happened? Akikweli simu yangu ililost ikapotea. Sasa sina simu, niko the way unaniona tu hivi. Hauna simu? Sina. Nilikuwa nimekubebea ingine hapa, nimekuletea like a surprise. Tunulu. This is new. It's a brand. So, watumia hii. Then, mimi in the meantime, utanitafuta hapo. Si nimefanya kazi nzuri. Always niambia hata thank you. Bye. Thank you so much. Next time I go back to States, nitajaribu nikutafute. Alafu usisahau, I want to marry in future. Wow. So that nikujengee nyumba nzuri, nikunulie iPhone. Sio hata vile mimi niko simina metameta. Na nimeoga na soda ya Fanta. Kama namna gani? Was smart like him. Yeah. Hodi ndani. Nani? Masi. Masi? Masi mambo. Ni nini nimekuleta? Tembelea. Konda? Huku nilikuwa busy kidogo. Lakini hebu niambie kwani Unakumbuka kuna yule kijana Mr. Papa? Mr. Gani? Ule mjomba wa msanikani hivi anaitwa Beki. Beki mgani? Ule Beki uliniambia. Niambie. Huyo sasa. Anataka kuoa. Anachukua mke wake. Malaya. Ni malaya? Aje. Huyo jamaa anaitwa nani kwani? Mr. Na anaishi pande gani? Anaishi ile saidi ya ukanda. Sasa wacha tupange siku. Pole pole tu. Anaita mzee yako mjomba. Sasa aibu yenye atapata. Hivi nilimtimua. Ungekuwa hapo ungeshangaa sana. Sasa wacha tupange hii maneno smart. Hata ukikuja kwako tulia tu. Isikuwe kama unajua ama hujaniambia nini. Mimi nitajileta tu. Aibu yenye atapata siku ya harusi. Hivi. Kwani kuna nini? Tulia tu, utajua siku hiyo.
Nawe pia wapende kunificha. Hey, alishikana na ndugu yangu we. Ndugu yako ule. Ule wa Marekani. Amejibebesha we. Lakini vile aliingia nilimtimua wewe. Alafu msichana wenyewe mrembo. Alikuwa malaya. Ngoja ndakuita utaona vile itakuwa. Haya sawa na ngoja tu nyumbani. Wewe wahi nyumbani utaniambia. Sawa. Tamwaibisha ile ujaimu. Sawa. Kwaheri. Ya. Watu naye naumbea. Lakini sasa nini yangu ilikuwa tu ni ya ukweli. Huyu mwanamke naye kweli nini? Sijui kama ameenda. Ama ananisikia. Lakini aishi ndajua. Hii ni Nini tena? umetokea wapi? Mimi natokea home. Natokea nyumbani. Ukweli umetokea nyumbani? Si ndio? Sasa kwa taarifa yako, nimekuwa nikishuhudia kila kitu na macho yangu mawili. Umekuwa na nani pale? Mimi nimekuwa hapa hivi, nimekuwa nikitazama na macho yangu mangapi? Mawili. Kwanza hii ni nini? Umekuwa na nani hapo? Nani hapo? Si vile umeona tu, si kama umeona ni hivyo tu mtu nimekuwa naye. Wewe niambie ni nani? Okay, nimekuwa na Carlos. Shida wapi? Nimekuwa na Carlos. Sasa Carlos ni nani wao? Sio ninakuuma. Sinakuuliza kwa sababu wewe ni mpenzi wangu. Nakuuliza kwa sababu wewe ni mpenzi wangu. Sasa kwanza hii nini na amekupatia nini? Hii ni nini? Unaona nini? Hichi ni simu hii. Si ni simu shida? Hebu nione. Ya kwako hii? Hapana, si ya kwangu, ya kwako. Hii ya kwangu nimepewa. Sawa basi, naomba hebu nione. Sasa kwa taarifa yako, na simu yenyewe ni mpya. Sasa kwa taarifa yako, hii simu sikupi. Sikupi. Na kwanza naiweka. Sikupi. Sasa leo umeshaniharibia siku. Na hata wewe enda si ulikuwa unaenda wapi? Enda kwenye ulikuwa unaenda. Na kwa taarifa sikupi. Hichi sikupi. Pana hiyo shida. Hello. Salama sana. Niko mzima, hali shwari kabisa kaka. Hali shwari kaka. Kutulia tu. Nashukuru Mungu sana. Niko mzima lakini. Unajua? Unaangalia upande saje huku. Kwema huko kukoje? Huku tuko poa, labda nyinyi huko mnaendelea vipi? Tunaendelea vizuri huku, tunashukuru Mungu. Asante. Sasa Gumba, nimekupigia nikuelezee story moja. Nimetaka tuandamane na wewe moja kwa moja hadi kwa mjomba wangu huko. Ndio baba. So wiki jana Yes. nimeenda kwa mjomba nikamwelezea 1 2 3 kwa maana nilikuwa na shughuli na yeye. Ndio, niambie kaka. Lakini hakunipatia feedback. Akaniambia nitarudi tu alafu utaona hiyo maneno. Yule msichana yule mmoja yule. Kuhusiana na ile story ambayo nilikuambia ile wakati. Naelewa mzee baba. Sasa nilikuwa nimepangilia leo nione kama nilikuwa ninakutaka kuulizia kama tunaweza enda hivyo nisindikize ama vipi. Kazi ndogo hiyo. That's a simple task. So kwa hiyo iko sawa. Iko sawa, tunaandamana tu kamili ndio. Basi hamna shida. Sasa wacha nichukue hapa kamkoba hivi. Yes. Maybe tuondoke hivyo sasa. Wazi. Lazima. Sasa nikupate wapi? Ama nikuje tu mpaka kwa lango lako huko?
kuja hadi langoni. Tuniko nje nimemalizia usafi. Haina shida. Wachilia nikifika hapo nitakupigia simu. Sawa. Haya. Karibu. Asante. Wazi. Haya. Hello ndugu yangu. Hello, Mgumba. Yes, mzee dada. Nimefika hapa hivi, uko wapi? Au ama wewe ndo nakuona pale hivi na shati ya green, shati ya green. Oh, sawa, kuja. Salama. Imekuwa muda mrefu bana. Unaendelea? Niko salama kabisa. Sasa Mgumba, niambie sasa. Sema ukweli, wewe ndo mtu unaweza nisaidia. Na sasa mimi nikiandamana na wewe moja kwa moja hadi kwa mjomba. Yes. Naona mambo itakuwa shwari. Ndio hivyo kaka. So tunaweza ondoka. Tunaweza ondoka sasa. Twende. Mambo matu. Sana mimi tutapita hivi. Tutaweka vipi?
nishatoka kule Marekani. Nitakuja moja kwa moja mpaka nifanye harusi, nifanye wedding so that you can be my wife. Nasikia nini? Ati? Shida nini? Dada. Hebu rudia. Nimesema wewe. Yes. Ati nimesikia nini? Hebu muendelee. Shida nini dada? Nasikia unataka kumwoa. Nimesikia tu. Nimekueleza tayari nimemengage. Mtu anakaa kama lama lai. Hapana. Kwa na heshima dada. Tafadhali, kwa na heshima dada. Hata uone vile anataka. Dada, tatizo nini? Mimi nimemuona anakaa tu malama. Hata uone vile anavaa. Hapana, hebu ongea vizuri. Hapa si ni kwangu. Ni kwako lakini wewe ni bro. Lazima unielewe kama dada yako mkubwa. Baby girl, fanya hivi. Wewe nenda. Mimi nitakupigia simu. Dada yangu hapa naona hana heshima hata kwako. Tukioana nitamfukuza aende aishi huko kijiji. Sawa. Si ndio baby girl? Bye. Dada, kwa heshima tafadhali. Kwa heshima tafadhali. Hivi dada, kwani hauna heshima hata kwa wageni wangu? Kwa heshima kwangu. Hata kitu ya kukula peke yake hujanitengelezea. Nimetoka Marekani nina njaa. Hata mimi naondoka. Unapeana pesa kwa malaya. Nimekueleza naondoka. Kula mawe hapa dada. Ala. Sawa. Wewe dada. Nimeondoka nimeenda zangu Marekani. Tosa heshima wewe. Baki hapo ukuje mwenyewe. Sitarudi hapa tena nyumbani. Kwa taarifa yako ndakuwa tu. Enda tuonana na malaya yako. Mister. Wapi huyu? Nilistukia hapa mpaka nimengoji. Beki. Yes. Hali vipi? Hali si mbaya, hali nzuri. Uko salama? Poa. Namna gani sasa? Sina mambo. Mbona leo umeamkia huku hivi? Kuna neno? Kwa kweli mister. Kuna neno. Neno gani yote? Sasa sijui kama utanielewa au. Unajua hapo kwa neno. Mimi nitakuelewa kani ya kueleweka. Mimi nitakuelewa. Sasa hebu nieleze. Ati mimi nimechoka basi kuishi nyumbani. Mambo ya kuishi nyumbani mimi ati nimechoka. Kwa nini unasema hivyo? Tamani kuishi karibu na wewe, nikae na wewe. Unakaziwa ama nini? Hapana. Nataka tu nikae na wewe. Tuanze maisha yetu at least. Sasa hivyo ndio umepangia? Hamna shida. Sasa juu ya story yenye umesema ya kuishi na mimi
Unajua story lazima nihusishe familia yangu kwanza. Sasa hiyo story na sasa Becky. Naona hata masaa ndio imesonga, masaa inazidi kusonga. Saa sita imekaribia saa 7. Si hata tungeingia ndani, hata nimefurahi kuona tungeingia ndani. Tucharaze hata ka lunch hivi, nitengeneza alafu tukimaliza lunch niende nikamwangalie mjomba wangu alafu niongee na yule maneno. Sijui kama itakuwa sawa. Haina shida. So tukatengeneze lunch. Sawa, tuingie ndani. Aya. Hebu nisaidie. Sasa nataka tutengeneze lunch, tukule, alafu niende nikamwangalie mjomba. Hamna shida. Mambo itakuwa sawa. Sawa. Mjomba. Hali vipi? Karibu jomba. Nimekuona. Karibu sana. Na nyumbani imebadilika. Nakwambia jomba, kazi ya mtaani. Kazi ya mtaani. Karibu sana jomba. Karibu sana. Basi karibu. Pengine safari yako bwana, naona ni kama umekuja mbio sana, kuna kitu ama? Kuna jambo mjomba. Sawa, karibu sana. Wacha tupate kitu. Mke wangu. Abe. Utuletee keti hapo. Mgeni ameshafika. Jomba karibu sana. Asante. Karibu sana. Safari imekuaje? Safari imekuwa shega, yani imekuwa safi. Nimetoka nyumbani asubuhi, mchana saa 7, ndio nimetembea tu kwa miguu, nimefika huku hivi ni saa 8 saa hizi. So unajua nimeshangaa sana kukuja kwako, kwa sababu kukuja kwako umekaa muda mrefu. Ninajaribu kupiga simu yako, umekuwa mteja, so nikashangaa. Kwa kweli mjomba, yeah. Nimekaa muda mrefu bila kuja huku, ndio naona hata huku hivi kumebadilika. Hizi penzi hata hazikukua, lakini saa hizi naona ziko hadi nimekupata ukichonga penzi. Yeah. So hata mimi naona tu huku hivi naona. Lakini nimekawia, lakini mjomba nakuahidi. Mjomba. Siwezi tena kukaa muda mrefu bila kuja huku. Karibu sana. Karibu sana mjomba. Karibu sana mjomba. Watoto wakoje? Watoto wako wazima. Wako wazima kabisa. Labda mahali unatoka huko? Huko kwenye nimetoka. Yes. Watu wako salama. Wazazi wako salama. Yes. Lakini mjomba, kuna kitu moja tu nimekuja ili unipe mawaidha kidogo ama nikuulize itakuwa vipi. Niseme mjomba. Mjomba. Tena unakawia? Wewe sema mjomba. Sema mjomba. Okay. Yeah. Hamna shida. Sasa mjomba, mimi si unajua nimekuwa mtu mkubwa. Mjomba. Wewe mtu mzima kabisa. Nashuku unaangalia point yangu kabisa. So kwa hivyo mimi naona nimekuwa mtu mzima. Na kwa ile harakati ya kuwa mtu mzima, si unajua lazima mwanaume apange 1, 2, 3. Mwanaume kamili lazima akuwe na mpangilio. Sasa kule nyumbani nimemtazama, kuna mtu nimemtazama. Yaani umemtazama na jicho ngapi? Jicho 2 hivi. Jomba. Asante sana. Mambo gani haya? So, jomba. Mimi ninajua wewe umekuwa mtu mzima. Nimekuwa mtu mzima. Na kama umekuwa mtu mzima, najua kenye unajielewa na kenye unaeleza. Hata mimi pia karibu ninashika network. Hebu jomba uniambie sasa hivi. Sasa mjomba, wacha kwanza ni charaze kwanza. Naangalau kasoda. Wewe taandika baba. Unajua nimetembea hii jua. Jomba. Sasa hivi ndio mambo ilivyo. Sasa mjomba. Yes jomba. Unatambua ule msichana
Wako Saidi. Ule wako Saidi namba ngapi? Aha. Namba 3 huyo. Aha. Kusema kweli huyo msichana mimi. Ngoja Jomba. Yule msichana yule namba 3. Huyo namba 3 huyo. Sijui kama unamjua, anaitwa iko jina hapa nimesahau. Anaitwa Becky. Aha, Jomba. Huyo. Hebu niambie. Kwa kweli asubuhi alikuja hadi nyumbani, tukaongea moja mbili tatu, akaniambia yeye anataka tuishi pamoja. So mimi nikamwambia wacha niende nikamwangalie mjomba wangu, labda nielekeze moja mbili tatu, alafu mambo ikiwa sawa nitakuja nimueleze. So hiyo ndio chanzo cha mimi mjomba kufika mahali hapa leo. Nilikuwa nakuja nikuulize kama mambo inaweza kuwa shega ama Jomba. Hapo nimegonga. Kama ni kupita umepita. Kama ni tiki umepata tiki. Jomba. Sasa kama ni pale huyo msichana huyo. Kwa Saidi hapo. Hapo. Msichana namba 3. Becky. Anaitwanga Becky. Mtoto mstaarabu. Umemaliza mjomba. Sasa heshima nayo. Atembeange kwa hii mtaa. Yana kaka. So hata kama ni mimi. Sasa mjomba unataka kuniambia mtoto angapi? Okay, so kwa Jomba mimi nimeonolea kweli ulipita. Nilipita mtihani. Ulipita. Hata kama ni mimi ungekuja uniambie nikutafutie. Huyo tu ndio ningekutafutia Jomba. Huyo tu. Hamna shida. Sasa mjomba unaweza kuniambia. So huyo nimchukue. So Jomba, kwa sasa hivi tunafanya process, naenda kuongea na familia, alafu nitakupa ripoti kwa haraka. Nataka mfanye harusi ya halali. Ama Jomba ulikuwa unaonaje? Hamna shida. Basi hapo kwa harusi mambo iko sawa. Hata mimi nimefurahia Jomba. Hamna shida. Na usiende sana muda mrefu. Haina shida. Huko tutakuwa nikirejea tu. Jomba karibu kabisa. Haina shida. Sasa mjomba, nilikuwa nimemwacha Becky nyumbani. Sasa ndio nataka nirudi nimpatie feedback. Alafu tutaona mambo itakuwa sawa. Asante sana Jomba. Asante sana Jomba. Haina safari njema sana. Hamna shida. Safari njema sana. Hamna kose kurudi. Mbona mgeni ondoka haraka? Nilikuwa nitanguruhusu niondoke tu sasa hivi kwa sababu nilikuwa na shughuli ya dharura. Karibu tena. Haina shida, mimi nitakuja mjomba. Si mbaya. Nitarejea. Si sasa nimejua nini mali boma iko. Lakini unajua nini Jomba? Jomba. Nilienda nikiwa na mtoto mmoja, sasa hivi niko na wangapi? Jomba, ukirudi ati umeenda kabisa, utapata niko na 12. Haina shida mjomba, lakini mimi siwezi nikakawia huko hivi. Unajua mimi nampenda. Kuna hiyo mjomba. Wacha mimi niondoke. Wacha niwaache. Jomba, wacha nikufundishe kwa sababu. Haina shida. Gumba. Hatimaye nimekupata basi. Salama ndugu yangu. Ni aje? Hali iko salama kabisa, iko shwari. Lakini mimi hali yangu iko shwari kabisa. Niambie sasa. So Gumba, sijui umejipanga aje, tunaweza ondoka hivi ama unarudi ndani? Sirudi. Nafikiri hakuna kitu nahitaji kuchukua. So tunaweza enda. Hamna shida, twende tu. Hamna tatizo. Naona leo mmetembea kazini. Unajua tulikuwa tumeenda hadi nyumbani. Tumekaa tumebongoja lakini hatujakuona. Sasa ndo mama mwenye nyumba akatuambia umekuja kazini. Sasa tumebidi tukuje moja kwa moja hadi kazini. Hiyo ni mzuri Jomba. So Jomba nilikuwa nimekuja kuzungumza na wewe. Tutatumia story tulikuwa tumeongea wiki iliyopita. So sijui itakuwa
Jomba, kuna mambo mawili tu. Wacha nimalizie hii kazi kwa dakika moja, nyingine tukutane nyumbani kwa Ukata vipi? Wewe sio. Try to look for my sister here. Line 1. Let me look for my sister here in the phone. Ala. Niko poa kabisa. Niko salama tu, nilikuwa nalala. Nilikuflash lakini ndio unapiga, nilikuwa nimelala. Wewe huko. Kuna mambo nimesikia huko. Ule msichana mwenye alikuja hapa. Ule beki ule. Huyo msichana nilikukataza lakini haukunisikia. Wacha nikwambie sasa. Nasikia leo nasikia iko meeting huko. Mkutano yuko huko, sijui anataka kuolewa na mtu gani tena. Anataka kuolewa tena. Kuna rafiki yangu aliniambia, nikasema acha nikupigie mwenyewe kuja uangalie. Sasa kuja tu uhakikishe wewe mwenyewe ujione. Nilikwambia tu. Kuja nikupeleke tu mpaka hapo. Hata nisipofika hapo, nitakuonyesha tu mwenyewe ufika hapo. Sawa, acha nikungoje ukuje. Sawa poa. Sawa, wow. Sawa. Yeah. Naambia mtu asikii. Sasa acha kuja jioni mwenyewe. Nakula vizuri leo. Nimewasili kutoka Marekani. Yeah. Naweza karibia kiti. Karibu. Asante sana ndugu yangu. Karibu. Asante. Umeenda huko sana. Hapana, sikaa sana, lazima maisha, lazima unajua kwamba maisha ni mingi. Ona, kati, nyama. Nimekuja. Sasa? Yes. Nieleze sasa. Huyu msichana. Kweli. Nilikuwa nakukataza kwa ukweli. Unajua kuna rafiki yangu alikuja hapa. Akaniambia leo anakaa chini. Sasa nikasema nakaa chini. Kumbe wako na meeting ya
Nataka kuoa msichana. Unataka kumwoa huyo msichana? Ndio kukataza tu. Beki yule Beki kijana. Huyo. Na nilimdedicate Kabisa. Sasa tatizo ilikuwa nini? Nimwambia nisubiri. Mimi mzuri nimekwambia. Sasa nakupeleka huko ujionee mwenyewe. Hata kijana mwenyewe ni mchafu, lakini sasa anaanza kuoga. Ati kwa sababu anataka kuoga. Unaona? Labda utanipeleka alafu nimuone yule kijana. Nataka nimchomee. Hata siku ile anifanyia, lakini leo huyo kijana lazima nitamsafirisha. Wow. Nataka kuleta jamu. Haya nakwambia, bado nilikwambia. Hebu nipeleke nimuone huyo kijana. Sasa hivi acha nipeleke jikoni. Alafu tuende. Yeah. Nani? Wow. Kutoka Marekani dada. Hapo sasa. Sasa hiyo mali imekwisha, si ndio? Hebu nisaidie. Alafu umenisamea, si ndio? Tukie ndani. Naweza karibia ndani. Mara moja. Okay, so Jomba, nimefurahia umefika. Na hii mkutano tumepanga kwa sababu ya familia. Na nimeshukuru wakati umeshafika. Pia huyu ni unajua sijajua mgeni ni nani? Huyu ni rafiki yangu tu. Nilipokuwa nyumbani nikasema hii mwendo ni mrefu. Nikasema wacha nimcharazie simu. Labda hata anisindikize kwa barabarani tukikuja, kwa maana huku hivi ni mbali. Si mchezo, tumetembea masaa matatu ndipo tukafika huku. Okay, sawa. So huyu ni rafiki yangu. Nashukuru sana. Karibu sana kijana wangu. Karibu sana. Mjomba, karibu sana. Mjomba. Yes. Huyu anaitwa Gumba. Aha, huyu ndio ule mzee Gumba. Mzee Gumba. Ndio ulikuwa unaniambia ile wakati. Nimeshukuru sana. So Jomba, hatutaenda maneno mengi kwa sababu nakumbuka wakati mlinipata pale kazini. Sikuwa nimemalizia kazi kwa sababu kazi ilikuwa mingi. Niliwaambia acha tu nimalizie hiyo penye ilikuwa hapo kidogo. Singine bado inaniongoja. So kwa hiyo program ambaye tulikuwa tumekuambia familia tunaenda kukaa chini. So imefikia kwa hii program. Kwa siku ya leo nataka kutupatia taarifa and then tuandike ile vitu ambayo itatumika siku ya kufanya nini? Ya harusi. So pia mimi nilikuwa nahitaji program sababu ni mimi na wewe. Nilisema sana na familia. Hiyo maneno tushamaliza iliisha hiyo. Yeah, so nilikuwa nauliza ya kwamba wakati ulirudi nyumbani ulikutana na huyo msichana? Nilipatana na yeye. Nikamwambia mjomba amesema mambo iko sawa kabisa. Haitakuwa na tatizo. Akaniambia pia yeye anaombea Mungu mambo ikuwe sawa. Okay, sawa. So huyo msichana anaweza kupatikana kwa wakati wowote kwa sababu unajua wakati baada ya sisi kupanga hapa mesani tunaweza kumpata wakati wowote ama ako busy ama anaweza kuwa kombali. Kwa kweli mjomba, hata kama atakuwa busy nikimtuangia simu ama niende nimpate, huyo tu atakuwa yani atatoka tu. Okay, sawa. Yani najaribu kumaanisha yani huyo kila wakati anapatikana tu. Haya. Unajua mambo ya kupanga mambo na sherehe ama bado? Kwa sababu nataka tuanze hapa. Kwa kweli mjomba, sijajua mambo vizuri lakini kwa sababu uko hapa utanielekeza tu alafu mambo yatakuwa sawa. Okay, sawa. So kwa hiyo upande ya hii sherehe tunahitaji kitu ya kwanza vitu za wenyewe. Nitaenda kwa boma kwa kina msichana. Hapa hamna tatizo. So sijajua kwa wewe ulikuwa umejipanga aje sasa hapo. Hapo ndio tunaanzia. Kwa kweli wanasemanga
unajikuna mahali mkono inafika, lakini mimi nitang'ang'ana juu chini mpaka nitapata. Lakini matarehe unajua tunaweka si mbali. Hujanieleza matarehe. Sasa ukinieleza matarehe pia mimi nitajipanga kabisa vizuri. Alafu inakuwa hivyo. Okay, sawa. So upande ya mahali umesema kuna mahali wewe umejikuna? Mimi niko sawa. Sisi kama familia pia kuna mahali tumeshajikuna pia tunafika. Hamna shida. And then ya 3 sisi tunapatikana kwa ya harusi kwa sababu tuko na marafiki, sijui wewe. Marafiki hawakosekani wako. Okay. Nashukuru hata rafiki mmoja umekuja na yeye. Pengine atuambie jambo kuhusiana na yeye, ametembea na wewe lakini hatujajua yeye amejipangaje kwanza. Nashukuru sana. Sasa huyu ni rafiki yangu, tunapendana sana. Na kulingana na hii maneno kwa kweli, nafurahia sana. Na nimeona ni vyema huyu rafiki yetu apate yule msichana. Unaona? Kwa sababu kulingana na maadili ya ule msichana vile alikuwa ameniambia pia. Naona tu ni vyema rafiki yangu washukuru msichana. Sasa nikafurahia, harusi ikapangwa vizuri. Sasa huyu msichana pia itakuwa vizuri akue among our family members. Yes. Itafurahisha sana. Okay. Nimeshukuru kama rafiki wa kijana yangu, jomba yangu kunitembelea kwa mazuri kama haya. Nashukuru. So kwa upande yangu mimi kama familia sasa program ni moja. Naona kila kitu hapa imeingia, kila kitu. Na sasa tunahitaji sherehe ianze sasa kuanzia next week. Wiki ijayo. Hamna shida. So kijana yangu enda ujipange na marafiki yako. Sisi pia huku familia tumejipanga na pia sisi tuko na marafiki zetu. Sawa. Na nataka niulize, familia iliniuliza neno moja. Neno gani? Uliona huyo msichana mwenendo yake ana mwingine nje ama ataleta wakati ya sherehe italeta problem? Kwa kweli mjomba, kulingana na venye alikuwa tunaongea pamoja na yeye. Na hata kulingana na venye namuamini. Hana. Hata mimi niliona tayari kabisa. Gumba si uliona? Ako tayari. Nakwambia venye niliongea ako salama. Hii sherehe itakuwa safi. Itakuwa safi. Hii sherehe achana na. Jomba. Mimi naona kila kitu iko sawa. Hamna tatizo. So mimi nahitaji tu sherehe ifanye nini? Ikuwe mzuri na huyo msichana. So nilikuwa nahitaji umkorogee simu. Alafu tuone vile itakuwa. Siko sawa jomba? Iko sawa. Haya sawa, haina shida. Wewe utaona vile utafanya ili tukutane. Kila kitu tumeshaandika. Tumeshapanga kila kitu. Next week itakuwa iko sawa. Sawa. Sasa mjomba, yes. Tumeshukuru umetukaribisha. Sasa sisi unaelewa tumetoka mbali. Najua kabisa jomba. Lakini tunaomba sasa hivi tumemaliza, tunasema asante Mungu. Tumemaliza mpangilio. So hata tukiondoka hakuna tatizo. Okay, sawa. Lakini nakuahidi mambo ambayo tumeipangilia lazima tutaiweka sawa sawa. Ama namna gani? Ndio hivyo. Wewe ndio rafiki yangu atanisaidia. Okay. Alafu mambo itakuwa laini. Sawa. Sasa nikabidi mjomba hii kubaki na. So hii program mimi naona iko sawa kwa kila kitu. So familia, marafiki na ina. Okay, sawa. Mimi nimeshukuru. Jomba. Mimi nawatakia safari njema. Pengine niwapeleka hadi hapo. Wageni karibuni sana. Yes. Karibu sana. Karibu. Asante. Jomba. Karibu sana. Tunashukuru. Karibu sana. Asante. Yeah. Karibu sana msichana. Karibu sana. Karibuni nyumbani. Jisikie huru. So, safari imekuaje ba? Safari imekuwa sana. Yes.
tulianza mapema kuja huku hivi. Yes. Jawapo huku hivi nilikuwa mbali, lakini tumeng'ang'ana tu. Yes. Tumefika hata tumewacha gari yetu pale hivi kwenye geti. Geti imetusumbua kidogo, tumeamua acha tuache gari. Yenyewe Jomba, unajua kwangu hapa geti nayo. Geti ni ndogo, lakini unaona aje Mjomba? Tutakuja tutengeneza. Hata barabara yenye gari inakuja mpaka hapa. Nimeona kabisa. So Mjomba, sisi tumefika. Hii ndo matereu tuambia. Tumejipanga. Sisi tuko sawa. Haina shida. So huyu ndio msichana wangu ambaye uliniambia utakuja naye. Ndio huyu. Huyu ndio mwenye gari. Ndio mwenye gari. Jomba. Okay, sawa. Karibuni sana. Pengine hatutachukua muda mrefu. Acha nilete kitabu ambacho tulikuwa tumeandika siku hiyo. Tuone pia vile inakuwa. Alafu pia tuko na mzee kijiji. Pia nitamwambia wageni wangu wameshafika. Acha tukuje na yeye. Sawa. Asante. Simkae na amani kwa sababu unajua unaweza kuwa mnasema Jomba anatuacha wenyewe. Nakimbia haraka tu kidogo. Haya. Hapa ndo Mjomba. Nimefurahi kuwa huko. Wow, umekaa sana? Tuko tu. Sawa. Mimi nimeingia. So tumekuja na hiyo programu yetu ambayo tulikuwa tumemaliza hiyo siku. And then pia mzee wa kijiji anakuja, alikuwa anamalizia kuoga. Anakuja saa hizi tu. Yeah. So kabla mzee wa kijiji hajafika, programu yetu nilitaka kujua ya kwamba kwa msichana yetu kama familia, yeye atuambie ako upande gani, ako na mtu mwingine ama yeye ako na wewe. Wakati wa sherehe isiharibike. Yeah, tumeona msichana ni mzuri sana. Msichana mzuri. Hata familia naona ni kama imefurahi. Imekubalika kabisa. Yeah. So tunahitaji tu atuambie moyo wake, pengine anaweza kuwa na mwingine, hiyo siku ya sherehe inaweza kutusumbua au labda ulete shida. Lakini huyu na sawa, sigaji. Okay, sawa. Okay, hakikisha Mjomba. Okay, Mjomba. Kwa upande wangu, sina mtu mwingine. Sina mambo mengi. Niko na mpenzi wangu nampenda. Asante sana. Okay, nimeona Jomba unapendwa na naona uko sawa na mnafanana. Mnafanana. Okay, so mimi nashukuru kwa nyinyi kufika na familia pia nataka kusikiza vile msichana wetu anafanya nini. Lakini huyu na sawa, sigaji. Okay, sawa. Okay, hakikisha Mjomba. Okay, Mjomba. Kwa upande wangu, sina mtu mwingine. Sina mambo mengi. Niko na mpenzi wangu nampenda kabisa. Asante sana. Okay, nimeona Jomba unapendwa na naona uko sawa na mnafanana. Mnafanana. Okay, so mimi nashukuru kwa nyinyi kufika na familia pia nataka kusikiza vile msichana wetu anafanya nini nasema. So pia familia imesikia sauti yake iko salama na familia pia nataka kuangalia inaweza kuwa pengine alikuwa kuwete. So zote tumeona leo ako full, ako sawa, anapendeza na ni mzuri sana. So mimi naona mgeni wetu fulani amefika, haina tatizo. Wacha mimi nishughulike kidogo, alafu tuone ni nini mtakunywa hapa, ni nini mtakula kwa madakika kidogo tu. So mtaniruhusu pia? Haina tatizo. So mimi hapa ni kwa Mjomba. Na kama kuna kitu ya kuwepo wako kuteremsha, hata kama ni maji, hata kama ni chakula,
Sisi tunakula. Okay, sawa. Sisi tunakula tu. Mimi nashukuru. Si pia mimi nawakaribisheni kwenye nyumba basi. Karibuni sana. Karibuni sana. Mimi nakwama tu hapa, unaona? Nataka tu nikwama hapa. Alafu ndakuoneshea pale. Na mbona unajificha? Shida nini? Mimi naogopa yule jamaa macho nyekundu. Jamaa mgani? Ule mwenye alioa msichana. Si mimi nataka nipatane na wewe jamaa. Lakini mimi sitaenda, ndakuonesha tu hivi na narudi. Twende tumuone. Atanimaliza. Hawezi kumaliza huko na mimi. Atanimaliza wewe. Na kuhakikishia dada, hawezi kumaliza. Nataka nimuone leo. Nasikia anachotanga watu. Nataka nimsafirishe aende mbinguni. Lakini mimi siendi. Wewe utatangulia tu alafu mimi ndakuja. Sasa mimi nitangulie. Wewe utatangulia. Haya, sawa. Alafu ukifika hapo unaniangalia alafu unakuja. Ili usiogope, uko na mimi. Ai! Hauna tu vile ananichungulia. Ai, je. Ni vipi kabisa? Unasema nini jamaa? Wacha nifike pale. Wewe, shida nini? Kitu gani kuendelea hapa? Kuna Beki. Si nilikueleza shida nini? Wewe ni mpenzi wangu, kuja. Hapana. Tulia mzee. Tulia mzee. Wewe ni mpenzi wangu. Hapana. Tulia nini? Tulia mimi. Si hatukutambui. Mimi ni mume wake. Hapa. Mimi ni mume wake. Mjomba, nini? Shida ni nini? Hapa. Hebu jieleze. Ndio nani? Mpenzi wangu huyo. Huyo mpenzi wenyewe huyo unatokea wapi? Hapana bro, tulia. Hapana nisoma mimi. Huyu ni mpenzi wangu. Mimi naendelea. Acha kwanza hata usijaribu kumuita jina. Mimi naendelea. Kwani unamjua tatizo ni nini? Beki. Nani huyu? Kama kapati. Tatizo ni nini Beki? Hebu jieleze. Ni nani huyu? Ni nani huyu jamani? Unafungania mpenzi wenyewe. Hapana bro. Hapana Beki. Kaka twende. Kaka tulia. Tulia hapana. Hapana. Mambo hapana. Tusikubali hiyo. Na ule ni nani ule? Hapana. Ule ni nani? Ule ni nani? Wewe ni mtu Ule ni nani? hapana. Wewe. Ni nini inaendelea hapa? Nini inaendelea? Nini inaendelea? Anafungania mpenzi wenyewe. Huyu amesema hana mpenzi. Hapana, haya mambo lazima tutathmini. Ngoja kwanza niende nitoe panga pale. Nitaona watu leo.